Shetani amegoma kwenda, kaunjo utakoma, nikuje na Yesu fimbo, kaleo ndo utatoka. Kila ninapobarikiwa, Shetani nawe unanifuata. Kila ninapotabasamu, Shetani nawe unasimama. Hautaki nicheke, unataka nilie. Hautaki nipate, unataka nikose. Shetani anagoma kwenda, kaunjo utakoma. Mungu akutupatia neema. We thank God for this grace. Na tunaamini leo ni siku ya baraka. And we believe today is a graceful day. Kwa sababu Mungu akutuletea hapa bure. God didn't bring us here for nothing. Kuna kitu kwa ajili ya Mungu. There is something because of God. Kwa ajili yako leo. And because of you. Kuna kitu utapokea kutoka Mungu. There is something you will receive from God. Topic yangu ya leo ni simple. I have a simple topic today. Just wake up. Amuka tu. Your topic. Wake up. Wake up is the title of my topic. Oh, réveille-toi. Or wake up. Amen, amen. Amen. So, texte yangu basé mu Ephésiens chapitre 5 verset 14. My text is based on Ephesians chapter. Tunashimama tunasoma Biblia. Let's stand up for the reading. Mama tunasoma Biblia, nasoma yangu. I'm reading Kifaransa nasoma Louis II, lisons dans le nom de Jésus. I'm reading the Louis II version in the name of Jesus. Lisons dans le nom de Jésus. Let's read in the name of Jesus. Amuko hapa. Lisons dans le nom de Jésus. Let's read in the name of Jesus. 14 nasema, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Les aketi. Seated. Amen, amen. Amen. Uko na kitu kitoka Mungu kwa ajili yako leo. From God, because of God. Biblia nasema hii ni barua ya Paulo kwa kanisa la Efeso. The Bible says this is the letter from Paul to the Ephesians. Utagundua ya kwamba Paul, you'll discover that Paul hakuandikia tu kanisa la Efeso. Didn't write only for Ephesian church. Aliandikia kanisa la Wakorinto. He wrote for Corinthians. Aliandikia kanisa la Thessalonica na la Colossae. For Thessalonians and the Colossians. Alipana mabarua mingi sana, alikuwa anaandika barua nyingi. He sent so many letters. Sasa hii barua Paulo anaanza na kusifia kanisa la Efeso. This letter Paul appreciating the church of Ephesians. Ukasoma ku premier verset. Read the verse. Anaanzia ku verset 3. Start from verse 3. Assez béni soit le Dieu de notre Père Seigneur Jésus-Christ. He said, "Blessed be our Father of our Lord Jesus Christ, qui nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus." Who bless us with all those spiritual gifts from the name of Jesus. Paulo anaanza kuonesha sifa la kanisa la Efeso. Paul starts showing appreciation of the Ephesian church. Different na kanisa la Korinto. Different from Corinthian church. Kanisa la Korinto, Paulo anaanza, Paul started na kuamakia, rebuking them. Anamwambia mimi najua kama banitumia barua, anamwambia kama kule kwenu kuko division. Say that they sent me a letter saying that you among you there's a division. Anabambia mingi mimi kama ushakati iko ndani yenu. Say that you. Women no longer are respecting their husbands. Lakini mkanisa la Efeso, but for the church of Ephesians, Paulo anaanza kuonesha nguvu, anaanza kuonesha sifa ya kanisa la Efeso. Paul started showing praises of the church of Ephesians. Anaonyesha kisi walianza. Start showing how they started. Anaonyesha kazi kunaenda well. How's the work of God going well? Anaonyesha kisi biko watu wenye biko amazing. They're saying how amazing are them. Mais hapa ku verset 14, but on verse 14, anaonyesha kama mulianza bien. He told them you start well. Mais munalala. But you sleeping. Kumbi now
huduma Ministry, nguvu yake haiko mwanzo. the power for a ministry is not at the beginning. Kumbe kuanza kuimba Start singing haiko mwanzo. is not the beginning. Okovu Salvation haiko mwanzo. is not the beginning. Kuanza kanisa Start a change, nguvu yake haiko mwanzo. the power is not at the beginning. Banaona kama mtu kwa responsable They may see that someone is sana anaanza responsible. kitu na nakimaliza. Once that some Pale project banaanza kama you huyu finish it, mtu iko responsable. that prove your abilities. Unaenda kwa masomo, You can go to school, unaingia mu G1, you start your first unaingia year, mu G2, second year, unaingia mu G3, third year. ukafele mu G4, mu L1, If you fail in your first, kosa franga. even though you miss money, Watu wasema sasa ule ujua kwa responsable akumaliza masomo. people say that you are not responsible because you didn't finish your Tu school. ulianza na ukumaliza. You started and finish. Amen, amen. Amen. So unaweza kuwa good singer, You may be a good singer. unaweza tusha albumu ya kwanza, You may release the first album, unatusha nyimbo ya kwanza, the first song, unatusha nyimbo ya pili. second song. Problemu ya kutusha nyimbo. The problem Problemu not ni to release the song. kumaliza misio yenye Mungu alikutia hapa kutunia. Is to finish the mission that Hakuna God mtu gave anasikia you. hapa aseme amina. Amen. Paulo anaanza kusema hivi, aseme ninapiga vita vilivyo njema, I start my work. imani yangu nimeilinda, I kept my faith. na mimi nafikia mwisho wa mission yangu hapa kudunia, My mission on earth. na mimi naenda kutarajia kupata taji ya usi. Therefore, I'm Hakuna heading mtu to anasikia get aseme my amina. Paulo Paul. anaonyesha mwanzo ya ministeri Start showing the beginning of ministry, na mwisho wa ministeri. end of ministry. So Bukristo Christianity haiko mwanzo, is beginning, Bukristo ni conclusion. is a conclusion. Bukristo ni siku ya revenu de Jésus. It's the time of the coming back of Jesus Kuna mtu Christ. anasikia aseme amen. Amen. Unaona We know good siku Yesu anakuya, when Jesus comes, ba good worshiper. a good Siku worshiper. Yesu anakuya, When Jesus comes, ma good church. good church. Siku Yesu anakuya, When ba Jesus comes back, véritable pasteur. a really Siku Yesu pastor. anakuya, When the ba Jesus véritable comes, évangéliste. good Siku Yesu evangelist. anakuya, When Jesus ba comes back, véritable chrétien. a real Siku Christian. Yesu anakuya. When So Jesus Christ pourquoi mukristo haitushituli? being a Christian does not frighten us. Hakuna mtu anasikia aseme amen. No one is saying amen. Niko napenda niingie mu introduction juu nielewe I want development to- na conclusion. May get me proper. Paulo anasema niye kanisa la Efeso, Paul said, you Ephesian church, mulianza kwa bidii you start with brave na tukaona kabisa umuhimu ya kazi. and you prove for your way ministry. Ona kazi kisi mulikuwa mnazifanya, We saw how you will do your ministry. lakini ikafika fasi moya anabandikia amka wewe usinziae kanisa la Efeso, Somewhere you remind them, wake you people sleeping, na utoke katika wafu, and they come out from death, naye Kristo atakuangazia. and the Christ will enlighten you. Amen, amen, Amen. amen, amen, Amen. amen, amen, Amen. amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Unajua Kristo Yesu, Paulo anasema Kristo Yesu You know what? Paul said Jesus Christ, asipofufuka, if he's not raised up, kama injili yetu haingekuwa na nguvu. our gospel could not have power. Maana injili yetu iko na nguvu Our gospel has kwa power sababu Kristo Yesu alizaliwa because Christ has born na akafa and died na akafufuka. and rose up. Haleluya. Amen. Yesu anaonyesha image ya mzuri kama vile kanisa. Jesus saw a good image like a church. Kanisa yenye iko na mission, ile mission yenye ifike kumwisho, maana yake sasa haiko kanisa, ni chama. A church with a mission without reaching the end is not a church, is a mutuality. Huduma yenye iko na beginning yenye haina the end yenye iko successful haiko huduma, ni kutoka na bukaramusi. A ministry which starts without the end is not a ministry. Haleluya. Amen, amen. Amen. Abamsifia mtu mwanzo, They don't glorify anybody at the beginning. anamsifia mtu mwisho wa kazi. They normally praise you at the end of your work. Banasifia engineer wa kujenga nyumba, abamsifia yake mwanzo sana anza jenga. They don't praise an engineer starting building. Banaona tu mapilie pilie vitu biko desordre. While they start, they just see some kind of foundation. Mais sana maliza, Once completing his job, watu wanaangalia ni wanasema wow. once they look at, they say, wow. Baba seme amina. Hakuna mtu hapa aseme amen.
Kuna mtu hapa aseme amen. Is Ndio wanasema huyu ni engineer mwenye anajua kazi. Therefore they said this in the engineer who knows the job. Amen, amen. Amen. Paulo anaanza kuonyesha image. Paul starts showing the image Sasa kanisa la Efeso linakufa. like the church of Ephesians died. Ingawaje walianza mzuri, No matter how good they started, ingawaje walitumikia Mungu kwa uaminifu, how they were fruitful to God, anaonyesha kama kanisa linakufa. it starts dead is the church. Na neno kukufa, And the death, neno kukufa, that the word death, la mort death iko révélé mu 3 dimensions. is revealed in 3 dimensions. Na dimension ya kwanza The first dimension, ni ame yako your soul inajisepare is separate na mwili wako. from your body. Banasema huyu mtu amefanya ni amekufa. This person is Lakini died. kusema batu banasema sema mwili wa marehemu. If they say the body of the late, Me marehemu haiko tena ametoweka. but the late is no longer there. Ndio Mungu anamwambia Adamu, That God told Adam, ulikuja udongoni utarudi udongoni. you came from the dust, you'll beg from to Ile dust. tunaita la mort ya première dimension. That is the death of the first dimension. Tunaenda kukilio, We going to a funeral, tunakuzika, we bury you, na unakufa. and you Wale die. wanasema sisi tuko na kanisa tulipata morning, kuko mtu fulani mtupoteza member wa kanisa. They may say that the church have because we lost a member of the church, Kwa sababu Mungu amekunyang'anya pumzi ya uhai. because God has took away his living breath. Pale kwenye huko kitu kiliko kia maana pale ni pumzi tu. What makes you useful is just So the breath. Mungu tu akikudeconnecte tu mbinguni anakutusha tu pa anakudeconnecte unaenda. If God disconnects you from that breath, you go. Au kama kudeconnecte na kukole kama ni ya WhatsApp kenye pa ukikamata tu pale ukidekoshe pa unaenda mara moja hewani. If it does disconnect you, it can make a what call whatever. Na samani yako yote na burembo yako yote na kujua yako yote na akili yako yote haina tena maana. All you and what qualification is become useless. Pale tunasema mtu amefanya nini? Amekufa. Then we say that person dies. La deuxième dimension ya mort, The second dimension of death, banaita la mort spirituelle. they call it spiritual death. Kifo ya kiroho. Death spiritual. Na hii ndio probleme, ndio hatari. This is terrible. Mort ya kiroho Spiritual death ni wakati esprit yako is when your spirit inajidistingue na jielwanye na esprit ya Mungu. is when your spirit is disconnecting or separating itself from God's spirit. Mimi naigeuza ni wakati esprit yako It's when your spirit inatoka nje ya volonte ya Mungu. is going outside from the will of Ni God. wakati esprit yako It's when your haiko spirit tena chapeauté na Mungu. is no longer controlled by Ni God. wakati tena maisha yako ya kiroho It's when your spiritual life, hamuna tena Mungu. there is no longer presence of God. Bana kuita l'homme animal. They call you animal man. Manake hauna zamiri. You no longer have consciousness. Muwe tena hamuna Bukristo. There's no longer Christianity in you. Haiko hadithi ni Biblia. It's not the story. This is the Mungu Bible. anamwambia Adamu, God told Adam, anamwambia kwa matunda yote ya miti ya bustani ya Edeni told everything in the bush in the Eden, unaweza kula, you may eat. lakini si utakula mti wa mema, kujua mema na mabaya. But when you eat the fruit, the tree that produces the fruit of knowing the good and the wrong thing, Kufa utakufa. to die, you'll die. Biblia inasema hivi, But the Bible says balikulaka they ate, bakukufaka. they didn't die. Biblia inasema nini? What the Bible says, Bakaji éloigner directement la volonté de Dieu. they distance themselves from the will of God. Wakati unakuwa déconnecté, wakati racine When the roots inakuwa déconnecté kumuti, become disconnected from tree, maka kusema tena ile racine inakufa. Ama Meaning- ile muti inakufa. meaning that tree dies. Hakuna connection. There is no longer connection. Wakati liani inaanguka kumuti natoka, Once a leaf detached from the tree, maka kusema tena ile liani haina uzima. that leaf dies. Wakati huko unaacha Mungu, wakati Mungu naye anakuacha, And God leave you, wakati maisha yako kiroho inakufa.
That's why your spiritual life died. Na la troisième dimension And the third dimension, banaita la mort éternelle. that's eternal life, death. Kifo cha milele. Eternal death. Unakufa na tutakuona tena. You die and will no longer see you. La mort éternelle Eternal death, banaita they call it kufa katika dhambi. die in sins. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Biblia inasema nini? The Bible says, Heri wafu wakufao katika Bwana maana wamefanya nini? Wamelala. better people or deaf who die in Christ because they're sleeping. Lakini wafu wakufao katika dhambi But those die in sin, wamepotea milele. they lost So forever. wakati unakufa katika dhambi, When you die in sin, unajua kama hatakuona tena. meaning that we no longer see you. Hatuna tena hata hope moja kukuona. We have no longer hope to see you. Lakini bale batu ukasoma Thessaloniciens unasema 4 iko nasema. If you read Thessalonians verse 4, it's saying, Biblia inasema sema benye batasikia ba kwanza revenir de Jésus the Bible said, those who will hear the first, the coming back of Jesus, ni wafu waliokufa katika Bwana. are deaf who died in Christ. Avant shie kwa betuko bazima dumi sitakufaka. Wala shie betuko bazima. Before us who are living, because I'm not going to die. Mimi siko wale watu wakukufa, niko wale watu bazima bakubadilishwa. I belong to those people who will be changed. So shie tutakuwa bazima sasa Yesu anakuya. We who will be alive when Jesus comes Chenjo tutasikia ba pili sauti ya malaika. will be the second people to hear the voice of angels. Lakini batu wenye banakufa katika Bwana, Those who die in Christ, batasikia ba kwanza na Biblia inasema nini? Mule ndani banabadilishwa mule ndani na banavala muli wa utukufu na banamulaki Yesu mwenyewe. the Bible says they will hear the voice of God, and inside the tomb they will be changed to go to well. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sasa niguze sana juu ya kifo kiroho. Let me touch more about spiritual death. Una kifo kiroho You know, spiritual death iko bien. is good Juu hatuwezi yua. because we cannot know. Unaweza ubiri, We may preach, unaweza imba, you may sing, unaweza fanya kila kazi yote unaweza fanya kanisa. you may do any ministry in the church. Kumbe ushakufa. While you died Na already. tuyue. Without knowing. Haiko hadisi. It's not a Ni history. Biblia. It's the Bible. Biblia inasema The Bible says, Adamu kisha kufanya dhambi mbustani ya Edeni. once Adam sins in the Garden of Eden, Biblia inasema hakukimbia mbali. the Bible says he didn't run away. Alipiga tu kuosheka bakilable mule mbustani. He would just take a corner and they stay inside. Nakakula kona mule mbustani. He starts staying in the Eden, Mule ndio kabakilia. in the garden. So bakristo nao ni vile vile. Christian too is still the same. Anafanya dhambi, He sins anaimba. and still singing. Anashaka, He may have adultery, anaimba. still singing. Pastor Tribal A tribalist pastor, anahubiri. still preaching. Dada dogate. Another worshiper is an adultery in the church. Mule abatoki. In the church, they don't go up. Nje ya bustani. Alibakia mule. Adam didn't go. Madega Far from zikapatikana Eden. mkanisa, madega zikapatikana mkanisa, madega. There's so many trouble that happen in the church, Mkanisa na Mungu wa mbinguni kunaangalia. and the God in heaven just keep on looking. Sasa Mungu wa mbinguni anakuja anaangalia presence ya kanisa. Once he come and see the church, Mbona fulani haiko kupost yake? and Na they huko see mule someone mkanisa. is not on his post, Mimi hauko kupost. but you're still in the church. Anaangalia mwingine mule fulani haiko kupost yake. Look somewhere else. Na huko mule mkanisa hauko. You are not on the Anaangalia mule post. fulani huko wapi? Look another one. Ndio kusema Adam uko wapi? They say, Adam, where are you? Sasa niko nasikia sauti yako. Say, I can hear your voice. Nasikia boga. I'm afraid. Kwa watu wanakuwa iko mkanisa sana sana taabudu. Some people in the church, when they start worship, singing, Sio nasikia sauti inaambia msinifu anakuwa. then one voice said that, stop adultery. Hallelujah. Start singing. Hallelujah. Start praying. Mshagati. Stop adultery. Bwana tuonee huruma. May God forgive us. Bwana tuonee huruma. May God forgive us. Bwana tuonee huruma. May God forgive us. Dhambi haziko tena nje ya kanisa. Sins are no longer outside from the church. Dhambi ziko ndani ya kanisa. They're inside the church. Zamani Long time ago, Waislamu na Bakatoliki walikuwa wanafanya banajibadilisha banajifanya baporo. long time Muslim and Catholic Christians, they were changing to become
Protestants. Sasa nitafika mprojet ya kuoa, anachange dini pasa sio unajua bini. When they start, they're about to marry, they change their religion. Tafuta banamuke benye banamuke bamzuri. They come to look for beautiful women. Lakini leo, But today, haiko hapa, ni mbali sana. it's Haiko no longer here. There is far away. Kule mbali, pigia Bwana makofi na vikelele. I praise the Lord. Baba haiko ba kanisa la Korinto. This is not the Corinthian church. Baba makanisa wa Efeso. Amen, This amen. is the Christian church. So, batu People, abaenda tena mbali na Mungu. they are no longer go far from Batu God. wanafanya madegana, anabakia pale pale, anafanya sambaza na Mungu, hapo Mungu ashamtoka zamani. They're doing trouble and stay there while they are no longer have God. Ingekuwa Mungu alikuwa alitiaka hapa kioo, If God could put a mirror, ndio tulikuwa naona bia, tunakuwa tunaonana. we may see each other. Sasa mtu alifanya dega, When you do something wrong, ukimwangalia tu pale kumiwako unaona kama tunakimbiana kama mama streets. when we see each other mirror, we could run away from each Acha other. Mungu basi aitwe nani? Mungu. Let's salute to Jua God and let me fadhili call zake ni za God. milele Because na rehema zake ni za milele. Unafanyaka dega, you do troubles, unakuya you just na come, tutaka ulifanya dega. and we never know that you made a mistake. Mungu aitwe Mungu. May God let me Lakini call Mungu God. kama anapatishanaka haya, But if God want to assure someone, kama watu wengi washakufa. otherwise many people could die. Sasa tukuje katika kitabu kia Agano la Kale. If we may go back to the ancient testament, Kama watu wanakimbiaka hii madhabahu hii ibogo hii. may people may run away from the altar. Leo But today, watu wanakamata na muziki ya kidunia, wanakamata wanakokota, wanatia hapa mbele, Mungu they anaangalia. took the world's music and put it in the altar. Watu wanakamata wanaangalia muziki ya kidunia walicheza. Nana kama nani wanakena wanachanga sana, tunavicheza tu, kuna problem, Mungu anatuangalia. They copy from profane music and paste it on the altar. Watu basha developer bu Kristo. People are developing Christianity. Basha bu developer. They develop it. Unaweza fanya hivi asini haiko zambi. You may do this, but it's not a sin. Pastor kama kaniambia sema Emmanuel, pornografia haiko zambi, jua haandikwa mbiblia. One pastor told me pornography is not a sin because it's not written Na in mwingine the akaniambia Bible. sema kujimasturbate haiko zambi, ni kujipatia pleasure mwenyewe. And the one talk about masturbation is not a sin, just to have Leo hii some mashope pleasure. na yale ya kuzisha mapeni ya plastiki na mavagin ya plastiki kwa marodi. Shop and road streets are full selling pornographic stuff. Utaona dada mwimbaji You may yes ashana singer jirangu lake kika 500 renda kakitamu pale haitamu chumba going to buy a sex toy and put in a room. siku iko hofu, unaona mwenzenu atembeaki, mwenzenu atoka tena mwimbo kwa wapi, mimi natoka niko hofu, kumbe iko na shishagatika mwenyewe. Once closing himself in his room doing sex with that toy. Biblia inasema hiki kizazi hiki Mungu atakipiga kushinda Sodoma na Gomora. That's why Jesus said that this generation will be beaten more than Sodom and Gomorrah. Unajua nini? You know why? Sodoma na Gomora, Mungu unapiga Sodoma na Gomora. Watu wa nini Sodoma na Gomora ilipitaka? People, they don't know the history about Sodoma Sodom na and Gomorrah. Gomora ilikuwa mvula. Rain, Mvula ya moto. a fire rain. Ile matoni inashuka, ile matoni kwa shuka ya moto pasta. Hakuna kukimbilia. There is no way to run to. Sasa Mungu anasema atapiga hii generation plus que Sodoma na Gomora, yake atatupiga moto ya aluminium. God said that will beat this generation more than Sodom and Gomorrah. Bwana atuonee huruma. May God forgive Bwana atuonee us. huruma. May God forgive us. Utaona kaka kabisa mugokole anaongoza ibada mzuko mema mtelefoni mafilme pornographic zinaenda ndani. You'll see a brother who's leading the church but is in his cell phone full of pornographic. Pombe alcohol ndio tuseme ile haiko tena dhambi ile. Alcohol, you can't talk about the no Baba longer washavuka ile. Baba washavuka ile kipindi alcohol. People are crossing already that stage. Kunya kidogo kwa ajili ya afya. Just drink a bit for your good health. Na bajene fibi wanakunya mbiwa kunya pombe. Even young sisters, they are drinking. Uko mkanisa kiwo ushakufa zamani, tushazika, tushafa You are in kilio, the church, tushamaliza. but spiritually you dead. Bwana atuonee huruma. God may have mercy on us. Bwana atuonee huruma. Hivi ndio kuambia kwa jinsi ni reality kuna pitikana mdunia. This is not a story. This is what is happening in the world. Baba bashavuka niveau ya usharati. People are crossing the level of adultery. Watu washafika niveau ya dhambi. They reach high level of sin.
Kwenye taba mama kimbizi basi unashia drogi. Even mama women. alishashitania na pika drogi kiuno tu watoto wapate sombe. We found that even women start drugs. Children, Tu tunaenda. where are we going to? Sema Mungu atuonee huu. Say, may God have mercy on us. So kanisa, The church, so baby kuna problem ni mapasteri. those with problem are pastors. Ndio mapasteri wanaongoza watu wameshashindikana zamani. Pastor leading people who are troublemaker. Watu washapinda zamani. They are trouble for so long. Wao mtu unaona banyokoshaka muti wakati ngai kidogo. You can dress a tree while it's still young. Maana utotona ashapinda na zambi. Found that was diverted for the sin. Hata uangushe neno la Mungu pale kichwa chake go. No matter how you may preach the person, Sana inamfika kwa anaifanya hivi. once the rich just put it, Alitupa. reject it, Haiko yangu hii. that not belong to me. Maana bado tena maneno ya Mungu abangete na maneno ya Mungu. People are no longer take care of the word of God. Injili leo ilikuwa bien. Just say today's gospel was good. Mtumishi Mungu akubariki. May God bless you. Pale servants. yako yaweza kubadilika mwele injili ni nini? Where is your part in that gospel? Bwana atuonee huruma. May God have mercy on us. Bwana atuonee huruma. May God have mercy on us. Make sure pale kuonekana mbingu zio kama unaonekana pale. Do your best so that the heaven may know that you're sitting there. Lakini kama unaonekana pale na mbingu zinaona huko absent. But if you're sitting there and you absent in heaven, Mimi nakwambia huko mgongi wewe. I'm telling you, you're in the wrong way. Kanisa haiko ambiance. The church is not kind of party. Tunatayarisha watu juu ya revenu ya Kristo. We're preparing people for the coming back of Jesus Christ. Mimi kanisa mimi naipendaga hii. Church of us. Sio ukafa blagi na zambi tunakupika carton rouge. If you try to sin, we just red at you. Kubana tu ukwe pastor ukwe nani ulifanya kitu tunakupatia yako. No matter who you are gonna you. Moto bakia ba ine mimi tunaenda hapa siku hizo nakaa sote tunaenda. God's back will go to. Lo pastor tena batengake tena Pastor no longer communicates today. Unafia na kwa dini ya 7000 muzo ifongo unatosha. Found a lady walking with a tithe of 7,000. Bofu ndo nilipata siku yangu ya birthday. He said that's my On my boyfriend offered me birthday. on my birthday. Wao mtu anakaa telefoni iPhone hata iPhone unakana iPhone 7. Someone comes with expensive phone Unakia mbele basi zako huko na chat tu. in front of your parents chatting. iPhone download GB. Let me download GB. Bwana tuonee huruma. May God have mercy on us. Bwana tuonee huruma. May God have So mercy on bado us. biko mkanisa People are in the church na wanakufa kiroho. but died spiritually. Madega zinafanyika mkanisa. Trouble are happening in the church. So sasa Mungu anakuangalia kuposte Once God look at your hauko. post, you are not there. Mesa mimi nakuona But when I see you, mesa fulani iko. I know that you're there. Ese kiroho huko? But spiritually, are you there? Ambia mwenzako kiroho huko. Are you there? Ambia ina fiere. Are you there Ambia spiritually? kiroho huko. Are you there? Ukristo Christianity, haina nguvu mwanzo. it doesn't have power at the beginning. Ukristo ni mwisho. Christianity is at the end. Siku ya revenue de Jésus. In the coming back of Jesus, Aliwaka kumbi trésor liwa vrai worship. that we'll know that treasure is a good worshiper. Du hakuna bala maisha. There is no curse Sasa in Yesu life. akuye kisha ukwenge mkanisa ubaki. Like Jesus come and you remain. Yesu atoke mbinguni akuye kanisa ubaki. Jesus come from heaven and leave you on earth. Mimi kwa mimi lalamika hivi saa gofa nje manzanzi. Mungu wangu. Mungu nijalie neema siku moja niingie mbinguni nisibaki kudunia. Oh God, do me favor to enter heaven, not to live, to remain in the Yesu arudie ubakie. Jesus come back and remain. Hakuna balasa ile mdunia. There is no case such as. Watu wanaona makeup inaenda na kukamata ni afeke kama Yesu akikiwa unabakia. But I have a fake makeup. Unavala koti na kuenea na kubana bien. You just wear a suit. Ile koti iko fake kama Yesu anakuwa unabakia. It will be fake if Jesus Umaki comes naona and then remaining. Uko renome ule garçon anaubiyaka bien lakini ubigi bien kama Yesu akui usiende uko problem.
Acha receiving nikwambie double portion penye of my heart. walitutangulia baliona mwisho wabo. Those who, Jo, my question, mwisho wako unaiona je? my question, how do you see your end? Mwisho wako unaiona je? How do you see your end? Hata Yesu alisema sasa ni kwa faida yenu mimi niende, naona. Kisa naenda. Even Jesus said, it's for your good for me to ascend it. Batu bote baliomaliza baliona mwisho yabo. All those people who finished it saw their. Mungu anamwambia Musa, God told Moses, wende ukamwekee Yoshua mkono kwa sababu ninaona unafika mwisho yako. go and anoint Joshua because I see your end. So, Bukristo haiko mwanzo. Christianity is not the beginning. Kanisa nguvu yake haiko mwanzo. The power of the church is not the Utumishi beginning. nguvu yake haiko mwanzo. The ministry is not at the beginning. Kuimba Mungu wake kwa nguvu tukiza haiko mwanzo, ndio nguvu ya kuimba. It's not the power of singing. Nguvu ya kuimba ni kuimba nyimbo ya mwana kondoo mbinguni. The good of singing Nguvu ya kuimba, to sing with the lamb in heaven. nguvu ya kuwa pasteur renome wa mdunia. De kusema Bwana, hapa ndio benye nilichunga kudunia na hapa mimi nakupatia, mimi nawafikisha mbinguni. Ndio nguvu. The power to be a promised pastor is to show God report that this late here is my end. Hayo kusema tuko na kanisa tuko desa, hata mkwe desa kama hamuna mbili taenda ni shake. The number doesn't count, no matter how big you are. But if you miss even 2 people who will ascend to heaven, is a fake church. Hello. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Pigia kolege makofi. Let's praise. Clapping for colleague. Amen, amen. Amen. Nataka conclure hivi. Let me conclude. Diferent ya kanisa ukifuata Ephesiens If you watch Ephesians na Colossiens, and Colossians, Paulo anasema maneno zinafanana. Paul speaks similar ways, Maana anabatapa, just praising them, anabonesha gisi ni watu biko special. show them how special people they are. Paulo anasema mkanisa la Efeso gisi pastor. Paul spoke in Ephesian church as a pastor, Mais mu Corinthiens but in Corinthians anatomboka sana. he shouts a lot. Anaanza sema na wanaume mheshimu upende wa mke zenu na bibi mheshimu, maana anatomboka. Start shouting, telling husband they have to love and the wife have to respect their husband. Mais anasema sasa gisi apotre. But speak like an apostle. Amen, amen. Amen. Ndio difference ya hizi makanisa hivi. That's the difference of these churches. Mkorintia anatomboka kama vile apotre, mwanzilishi wa kanisa. In Corinthians, he shout like an apostle, the one who start the church. Mais mu Ephesiens anasema sasa si baba. But in Ephesians, speak like a father. Dieu le Père. God the Father. Amen, amen. Amen. So leo mimi nasema sagisi Paulo yuko anaambia kanisa la Waefeso. So mimi na conclude hivi. Therefore, I'm concluding like this. Mimi naanza na question. I'll start with a question. Pale kwenye huko kupost. There you sit. Are you on your post? Ndio question yangu hii. That's my question. Sasa Mungu anaangalia mbinguni muhimu elfu ya watu kwa dunia. When God looking at us from thousands of people, Huko kupost. are you on your post? Huko kupost. Are you on your post? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Huko kuzamu. Are you on watch? That's the question. Are you watching? Oh. Hello. Amen. Hello. Amen. Adam, uko wapi? Adam, where are you? Niko mimi nasikia sauti yako lakini niko buchi. I can hear your voice, but I'm naked. Na alikuambia kama uko buchi? Who told you that you are naked? Eva ndio mwenyewe alinipatia tunda. It's Eve who gave me the fruit. Na alikuambia kama nafahamu sharati. Who told you that you have to
commits adultery. Ema Mungu hii nchi yenye unaona mwanamke kwa sawa malaika na wewe utakomprendre. Brother Emma, this country where you see women are beautiful like angels, may God have mercy on us. So watu wanaweza fanya dhambi na sababu. People start sinning with some reasons. Mina rudilia hii parole. I repeat the word. Mebatuka Kongo na mebalizaliwa hapa. People were born in Congo and those who were born here. Kama ulitoka Kongo kwa Mkristo, if you left Congo as a Christian, ukakuya hapa ukaenda na Mkristo, and you no longer Christian here, maana ukakuwa Mkristo Kongo, meaning you were not a Christian in Congo. Ndio vile tu nikatana te example watu wanaenda kuutumwa. Yusufu ni wa kwanza. Sipalikuwa kuitumwa Hakuna zambi zote Yusufu alishinda. All kind of sin Yusuf. Mwache kwa Yusuf. Let leave Yusuf. Tunaenda Babylon. You go to Babylon. Wache Babylon. Sodoma na Gomora. We got to Sodom and Gomorrah. Sodoma and Gomorrah. Watu wakosa choka sex. People were like full time sexual intercourse. Wanaichoka wanasema tuitaki tena ifo tutembee banaume kwa mwanamke. It became homosexual. Watu wakachoka wakasema hapana ifo tuvuke niveau ya watu kwa watu na malaika. They say that this is enough. Let's move from homosexuality to have intercourse with angels. So, kumalaika bakakula moto, bakakula mvula ya moto. Once they touch they will be fired with rain of fire. Sasa hii kizazi, this generation, tapigwa please case Sodoma na Gomora. Beaten more than Sodom and Gomorrah. Unapigo ya bien ya kizazi. You know the good punishment. Sasa Yesu anakuja utabakia. When Jesus comes, you remain. Ndio pigo mbaya sana. That is a worst punishment. Sasa Yesu anakuja utabakia. When Jesus comes back, you will remain. Lakini maombi yangu ni kwamba, but my prayer is that tunale mbinguni. See each other in heaven. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Watu wote walitutangulia, kila mtu anaona mwisho yake. Niko question yangu mimi natamaliza. Mwisho wako unaona unaona mwisho wako Tukuko siku tu utakuwa kwa msekei, ukatalo uitiki kwa msekei, mimi sitakufaka. Utakuwa kwa msekei pale unalala bien, una make up yako acha kupiga mabitu uko tu pale vile tunakufanyia kilo tu kunywa masike. Uko pale unalala ukatalo uitike, mwemi juu mimi sitaonja mauti. Uko pale. Imagine once in your makeup, your style, your fashion, we start crying on you, but we still drinking our cold drink. Ukatalo uitiki ndio njia ile. Mimi hapana. Mimi niko wale watu watabadilishwa. We changed. I'm not part of people die. I don't like to die. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. So, mwisho yako unaona how do you see your end? Nilisema hapa dimanche napita. I said last Sunday. Tuko naita badada, Daneli, da Pamela, da nani leo wanakuwa ba mama fulani. People, women will keep on asking, they become mothers. Tuko naita badata mara kesho ndio tutabona wanakuwa ba calling tomorrow they will be mothers as well. Okay, generation mwiko nakuwa inatoka ingine generation inapita. Muitike wapasa kale tuko na bafukuza mtoke twiki. Like it or not, like it or not, one generation keep on pushing another one. Pastor Caleb, like it or not, but we coming. Give away. Pastor Caleb keep on pushing Bishop Nicodemus. Let us move. Treasures. Dunia ni generation. Batu wiko wanatoka wengine wanaingia. The world is generation. Some people are leaving, other people are coming. My mother was a beautiful woman. Today at the read, look like a witch, but that is the old age.
Amen, amen. Amen. Sasa muone unatia nywele, unaona nywele inaitika meseki, unaona zinafika hapa. There is sometime you do your wig, and sometime it accepts, some other time it no longer accepts you. Upige kama fuchika hivi zinakwambia bongo yako sasa ishapita. You try to give a style. Bongo. Tell you no, no longer. Amen. Uyo kama dunia iko naenda speed ya kabambi. Know that the world is moving with high speed. Mimi namalizia hapa. I finish here. Sikie kitu. Listen to this. Itakusaidia. It will help you. Mimi kadiri kisi muya iko anatayarisha ndoa. The way the bride is preparing a wedding. Muya iko anatayarisha ndoa. A bride is a wedding. Beba shalunga banayua. Everywhere already they know. Sasa inafika 1 week before bafanye mariage. Before 1 week of wedding. Roho inakuwa na pupa bifike mbio ni lunge. The heart start beating. Niko lazima nione bibi yangu harusi. I want to see my. Is the même façon Jésus kwa tata kuoa kanisa iko nafanya mbio hachukue kanisa. In the same thing quickly so that can marry the church. Hakuna mtu anasikia sema amina. There's no one listening to say the amen. way wewe uko unazunguka sema uko tafuta maisha, Yesu iko na tabisha kisa tanyangula kanisa. When you looking for life, same thing Jesus. The way uko zunguka uko nakula zambi, Yesu uko nakimbia. The way you think, Jesus also busy looking how you gonna. So the way uko distrait, Yesu uko najiandaa. The more you are distracted, Jesus is preparing himself. So hakuna Mariamu anapendaka ndoa yake ikawii. There is no person who like is waiting to take time. Vile Yesu naye anataka mbaki mwa dunia juu dunia iko yenu. Same thing with Jesus. He doesn't like you guys to take long time because this world doesn't belong to us. Amka wewe usinzie. Wake up. Don't sleep. Amka wewe usinzie. Wake up, you who are sleeping. Amen, amen. Amen. Last question, finish. Ushakomala kiroho ama ushadevelope modernisation mu Kristo? Are you grown up spiritually or you develop some kind of Christianity? Watu wengine bakomale kiroho. There's some people don't grow up spiritually. Bana develope tu mu Kristo. They are developing their Christianity. Develope tu. They develop. Mais akomala. It doesn't grow up. May God have mercy on us. May God have mercy on us. May God have mercy on us. Nguvu ya Bukristo Paulo anaanza kuambia kanisa la Efeso, mimi namaliza. Anawaambia nguvu yenu haiko mimi kubatapa mulianza bien. Your power is not for me to praise you how good you started. Haiko kusema kama nyinyi mmebarikiwa baraka zote za kiroho katika Kristo. Does not mean that you were. Lakini shauri yangu ni kwamba muamuke katika wafu nyinyi ambao mmesinzia. My advice is that wake up from death, you who are sleeping. Ukiona mtu anamlamusha, if you see someone is wake up, safari ingaliki mrefu, meaning there is a long journey. Biblia inasema siku moja Elisha, the Bible says one of Elisha alishasikia njaa, anaambia Mungu, bora nisikufie yangu hapa. Hungry, and told God is better for me to die. Biblia inasema kwa kuwa malaika akampiga hapa, akamwambia hey. An angel come and beat him on his shoulder. Lamka. Wake up. Kunywa, drink, kula, eat. Maana safari ingali mrefu. Because the journey is still long. Mimi nakiambia mtu mmoja hii jioni ya leo. I came to tell some this afternoon. Mimi nakupia kwenye bega. I touch you on your shoulder. Wake up. Amuka, rudilia tena exercise za kiroho ulikuwa ulishaacha. Start again your spiritual life that you left behind. Rudilia tena maombi ulishaacha. Carry on with the prayer that you left behind. Rudilia tena maabudu ulishaacha. Carry on with your worship that you left. Rudilia tena maisha utakaso yenye ushaacha. Come again with your tena upendo ya Mungu, kazi ya Mungu ulishaacha. Come back to the gospel of God. Niko nakupiga kwenye bega, lamka. I touch on your shoulder. Wake up. Mungu amenituma nikupiga kwenye bega, amka, safari ingaliki mrefu. God sent me to touch on your shoulder. Wake up. Nikwambie DMC family yako wakati wa kulala. DMC family, this is not time to sleep. Ni wakati wa kuamka. This is time to wake up. Tutoke katika wafu, tuamke. Come up from death. Wake up. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Paulo anaambia Timotheo, mimi namalizia hapa, anaambia Wagalatia, ni nani aliyewaloga nyinyi?
Paul told Timothy, who bewitched you? Mulianza katika roho, You start spiritual unamaliza katika mwili. and you finish fleshly. Lakini maombi yangu jioni ya leo, My prayer this kwanza afternoon, katika roho let's remain in na the tunamaliza katika spiritual. roho. Start to spiritual and Mtu just anasikia finish the aseme same amina. way. Maombi yangu ni kuanza katika roho My prayer to start na tunamaliza spiritual katika roho. and finish spiritual. Maombi yangu ni kuanza tunaanza katika Ukristo, Start as a Christian tunamalizia kupata taji ya uzima. and finish with a eternal crown. Simama mahali upo tuombe Mungu. Wake up, may pray.